Mtume Paulo anawaandikia kanisa la Wakorintho, kuna Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 18, anasema tusiviangalie vinavyoonekana bali visivyoonekana, kwa sababu vinavyoonekana ni vya muda, ni vya kitambo tu, ila vile visivyoonekana ni vya nini? Ni vya milele. Lugha ambayo Mtume Paulo anaitumia hapa, kuna Korintho wa pili 4:18, anatumia lugha, anaelezea ulimwengu wa namna mbili. Ulimwengu wa kwanza ni ulimwengu unaoonekana wa damu na nyama, ambao unashikika pia, unaweza kuelezewa na kutafasiriwa katika lugha za kibinadamu au katika ufahamu, mindset ya kibinadamu. Huu ni ulimwengu wa nini? Wa damu na nyama, kwa macho haya na kwa masikio haya. Lakini anaelezea pia vile visivyoonekana ambavyo anasema amevita ni vya umilele. Amesema huu ni ulimwengu wa roho, na katika ulimwengu wa roho tumekubaliana umeganyika katika sehemu ngapi? Mbili. Ulimwengu wa roho katika namna ya nuru au katika namna ya Mungu aliye hai, ambaye yoyote anayeoperate, anayetenda kazi katika ulimwengu wa roho wa nuru, anatenda kazi kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu. Atasikia kutoka Roho Mtakatifu, alafu atatii, atafanya sawa sawa anavyosikia, ndivyo vitadhihirika katika ulimwengu wa damu na nini? Na nyama. Lakini yule anayeoperate, anatenda kazi katika ulimwengu wa giza, yeye ataongozwa na roho za nini? Za giza, roho za kipepo. Atasikia kutoka kwa shetani ibilisi, alafu atatii, atadhihirisha katika ulimwengu wa giza. Kwa hiyo wote wanaweza wakawa katika ulimwengu wa roho, lakini huyu wa kwanza ulimwengu wake wa roho anaongozwa na Roho Mtakatifu, Roho Mungu. Huyu mwingine anaongozwa na roho ya nani? Ya shetani ibilisi. Waebrania sura ya 11 mstari wa 3 anasema, kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, yaani ulikuwa commanded na neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Vitu vinavyoonekana katika ulimwengu huu havikufanywa na vitu ambavyo ni nini? Ni dhahiri. Kwa hiyo hata katika uumbaji wa Mungu, Mungu anatuelezea na anatuwekea wazi namna ulimwengu wa roho ulivyo. Kitabu cha Wakolosai sura ya 1 mstari wa 16 anasema, kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi au sultani au enzi au mamlaka, vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Anasema vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana, vilivyo juu, vilivyo chini, vyote viliumbwa kwa ajili yake na kwa ajili ya nini? Ya utukufu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hata katika utendaji wa Mungu, tumeshazungumza hapo awali, ili mtu wa Mungu aweze kuoperate, kutenda kazi katika ulimwengu wa nuru wa Mungu aliye hai, lazima mtu aongozwe katika roho na nini? Na kweli. Yohana sura ya 4 mstari 24 amesema, waabudu halisi waabudu katika roho na katika kweli. Je, mtu ambaye sio mwabudu halisi, hajafanyia kuwa ni mwana wa Mungu, hajafanyia kuwa ni mtakatifu pamoja na Yesu Kristo, ni lazima aongozwe katika roho nyingine. Utendaji wake huo katika roho nyingine. Ametuandikia Mtume Paulo kwenye kitabu cha Waefeso, nyaraka kwa Waefeso sura ya 6 mstari wa 12. Amezungumza vita vyetu sio damu na nyama, si ndio? Juu ya falme, juu ya mamlaka, juu ya majeshi ya mapepo mabaya katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Roho za giza au roho za kipepo zinatenda kazi katika ulimwengu wa roho, zikiwaongoza watu wanaoitii sauti ya shetani ibilisi. Hata vizuizi vingi ni jeshi la hayo mapepo mabaya au hizo roho chafu, ndizo zinazozuia vitu visitokee katika ulimwengu wa roho. Danieli sura ya 10
Mungu alishamjibu Danieli tokea siku ya kwanza maombi yake, lakini Biblia inasema roho chafu, wakuu wa giza walifanyaje? Walizuia tokea ile siku ya kwanza kuomba mpaka alipokuja malaika Mikaeli. Gabrieli akazuiliwa tokea siku ya kwanza kuleta majibu, lakini Mikaeli alipokuja ndio akaja kufikisha majibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo utendaji wa shetani ibilisi katika ulimwengu wa roho ni kuzuia, cha kwanza ni kuzuia majibu ya nani? Ya watakatifu wa Mungu, kuzuia mambo yasitokee kwa wale ambao wamefanywa kuwa ni watakatifu na warithi pamoja na Mungu. Lakini utendaji wake mwingine ni kuleta uharibifu kwenye maisha ya watu. Ukisoma Marko sura ya 5, andika Marko sura ya 5 mstari wa kwanza hadi wa 13. Tunamwona yule mtu ambaye alikuwa ng'ambo ya pili, alikuwa anateswa na jeshi la mapepo, lilimharibu likamfanya ajikatekate na kulala makaburini na kumfanya kuwa kichaa. Magonjwa mengi yenye uharibifu na mateso na makandamizo mengi leo watu wanayopitia, ikiwemo na vichaa, waliochanganyikiwa, walioteswa, waliofanya mandondocha na maradhi mbalimbali, ni kwa sababu ya uharibifu ya majeshi ya nini? Ya mapepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Wanawatumikisha kama watumwa wa kuwakandamiza na kuwatesa. Luka sura ya 8 mstari wa 27, Luka sura ya 8 mstari wa 27 hadi wa 33, tunaona namna majeshi ya mapepo wabaya, roho chafu zilivyomwingia mtu na kumfanya aweze kufanya matendo ya uharibifu, ya uovu, matendo ya hatari. Ila pia roho za giza katika ulimwengu wa giza zipo kwa ajili ya kusababisha udanganyifu, kusema uongo. Yesu akawaambia Wayahudi kule Yohana sura ya 8, andika Yohana sura ya 8 mstari wa 44, akasema shetani ni baba wa nini? Wa uongo na ni muuaji. Yohana 8:44, na ni muuaji tokea hapo mwanzo. Lini anasema uongo shetani ibilisi? Katika Agano la Kale kuna mfano mmoja, kitabu cha Wafalme wa kwanza, andika Wafalme wa kwanza sura ya 22, Wafalme wa kwanza sura ya 22 mstari wa 22 na ule wa 23. Tunaona mfalme Ahabu anadanganywa, shetani anasimama anamdanganya Ahabu. Yeye ni baba wa uongo. Bwana Yesu asifiwe sana. Aliweza kusema uongo tokea Mwanzo sura ya 3, akimdanganya Eva na Adamu kupitia nyoka. Lakini Paulo mtume anaandika nyaraka, andika kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza. Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza. Anasema shetani katika nyakati za mwisho yupo kudanganya, kufanya mafundisho ya uongo, mafundisho ya kimashetani ya uongo, akidanganya nafsi za watu. Hajawahi kusema kweli hata siku moja. Ila assignment yake nyingine Yesu Kristo anaiweka wazi kwenye Yohana sura ya 10, andika katika ulimwengu wa roho shetani ibilisi. Yohana sura ya 10 mstari wa 10 anasema kazi ya shetani ibilisi kufanyaje? Ni kuiba, ni kuharibu na kufanyaje? Na kuchinja au kuua. Yohana sura ya 10 mstari wa 10. Na miongoni mwa uharibifu wanaofanya pia ni kuleta magonjwa na makandamizo kwenye nafsi za watu. Luka sura ya 13, andika Luka sura ya 13 mstari wa 11 hadi wa 16. Luka 13 mstari wa 11 hadi 16. Namna gani mwanamke alivyokuwa hawezi kwa maradhi na magonjwa kwa sababu tu ya makandamizo na mashirikizo ya roho chafu za giza katika ulimwengu wa roho. Kwenye Samueli wa kwanza sura ya 16, Samueli wa kwanza sura ya 16 mstari wa 14, namna gani mfalme Sauli alivyoingiwa na roho mbaya, roho chafu. Ile haikutoka kwa Mungu. Nitakuja kuelezea siku nyingine. Haikutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika ulimwengu wa roho ni aidha shetani ibilisi ampe mtu maelekezo au amuongoze mtu na kumkandamiza, au katika ulimwengu wa roho
ni Roho Mtakatifu ampe maelekezo mtu na kumwongoza mtu. Kwa ulimwengu wa roho unaweza kuwa katika namna ya giza au katika namna ya nini? Ya nuru. Lakini lazima mtu aongozwe aidha na shetani ibilisi au na nani? Na Roho Mtakatifu na Mungu aliyekuwa hai. Katika ulimwengu wa roho, shetani ibilisi ni mshitaki wetu. Ameandika Yohana kitabu cha Ufunuo sura ya 12 mstari wa 10. Ufunuo 12 mstari wa 10. Ameandika, anamuita shetani ibilisi ni mshtaki wa ndugu zetu, mshtaki wa watakatifu wa Mungu. Kwa hiyo katika ulimwengu wa roho, shetani ibilisi kazi yake kubwa ni kufanyaje? Kushitaki, kuleta mashitaka juu ya watakatifu wa Mungu. Kwa kitabu cha Ayubu sura ya 2, Ayubu sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 5, tunaona akimshtaki nani? Akimshtaki Ayubu. Hata Ayubu sura ya 1, yeye ni mshitaki siku zote. Wale ambao wamehesabiwa kuwa wenye haki, wale ambao Mungu amependezwa nao, yeye yupo kwa ajili ya kutafuta makosa na kuwashtaki mbele za Mungu. Waraka wa kwanza wa Petro andika sura ya 5. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 5 mstari wa 8. Mtume Petro anaandika nyaraka kwa watakatifu waliosambaa nchi mbalimbali. Waraka wa kwanza wa Petro 5:8. Anasema shetani ibilisi anazunguka huku na huku akiwashitaki. Yeye ni mshitaki. Kazi yake ni kuinua mashitaka kwa ajili ya watakatifu wa Bwana. Unakumbuka katika kitabu cha Zakaria sura ya 3 mstari wa 1, shetani ibilisi alisimama akamshtaki kuhani mkuu. Zakaria sura ya 3 mstari wa 1. Yeye ni mshitaki siku zote, alimshtaki kuhani mkuu. Yesu Kristo anamwombea mtume Petro, andika kwenye kitabu cha Luka sura ya 22, kitabu cha Luka sura ya 22 mstari wa 31. Luka 22 mstari wa 31. Yesu Kristo anamwombea mtume Petro, anamwambia, ninakuombea, naona shetani amekusudia kukupepeta, kukupofusha, kukuyumbisha imani yako. Luka 22 mstari wa 31. Yeye ni mshtaki wa watakatifu wa Mungu, na siku zote atainua elimu na hatia ndani ya moyo wako. Hata kama umeokoka, hata kama una kipawa cha neema wokovu, mwenyezi Roho Mtakatifu ndani yako, hata kama umeoshwa, kutakaswa na kuhesabiwa haki kwa damu ya Yesu Kristo, atakuumbia hatia ujione ndani yako kwa wewe haustahili machoni pa Mungu. Atataka kutelezea hali ya wewe kuwa ni mkosa, wewe kuwa ni mwenye dhambi, hata kama Yesu Kristo alifanya kuwa dhambi ili unapomwamini uwekwe mbali na dhambi. Ataka kuokea hatia yeye kwamba bado uko chini ya laana, hata kama Yesu Kristo alifanya kuwa laana ili mimi na wewe tunaoamini tuweke mbali na laana. Na bahati mbaya, hata makanisani wachungaji wa watumishi wa Mungu wanafundisha kwamba nataka nikuombee laana zinazokusumbua za shangazi yako, za bibi yako, wakati wewe tayari umeshamwamini au uko tena chini ya laana. Zipo injili za kuhukumu watakatifu wenye roho wa Mungu, wenye neema ya wokovu, kwa hukumu kwamba nyie bado mko chini ya dhambi. Wakati wa Korintho wa 2 sura ya 5 mstari wa 21 anasema Yesu Kristo alifanya kuwa mwenye dhambi ili kila anayemwamini awe mbali na nini? Na dhambi. Aliondoa dhambi zetu, sio katika jitihada zetu wala matendo yetu, bali ni katika imani katika nani? Yesu Kristo. Kwa kuamini katika Yesu Kristo tunahesabiwa kuwa wenye nini? Kuwa wenye haki. Kwa kuendelea kufundishwa kwamba bado laana za ukoo wa baba yako na upande wa mama yako zinakufuatilia, na wewe kuamini hivyo, ile imani, yale mafundisho ya kishetani, mafundisho ya kipepo yatafanya yale mashambulizi na ule uharibifu wa kweli wa upande wa baba yako na mama yako na ukoo uendelee kuambatana na maisha yako, kwa sababu akili yako ndivyo inavyoamini. Ila kazi ya neno la Mungu au kweli ya Yesu Kristo unapopea, Biblia inasema Yohana sura ya 8, Yohana sura ya 8 mstari wa 32. Yohana 8:32 inasema mtaijua kweli na hiyo kweli itafanyaje? Itaweka huru. Yohana 8:32. Yohana 17 mstari wa 17 anasemaje? Andika Yohana 17 mstari wa 17. Anasema uwatakase na hiyo kweli. Neno lako ndio nini? Ndio kweli. Kwa hiyo unapojua kweli ya Mungu, Kristo alikufanyia nini? Alikutendea nini? Ile kweli unayoijua ndio inakuweka huru.
Wengi leo wako kanisani, wanaenda kwa lugha mpya, wamejaza Roho Mtakatifu, wanaimba mapambio, wanaendelea kuteseka na magonjwa na makandamizo ya adui na uharibifu wa shetani ibilisi, kwa sababu ya kutokujua kweli. Biblia imesema Hosea sura ya 4 mstari wa 6. Andika Hosea 4 mstari wa 6. Haijasema Mungu hajasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maombi. Maombi si tunaomba siku zote. Hajasema watu wangu wanaangamia kwa sababu hawasifu na kuabudu, hawaimbi, hawanitukuzi. Hapana. Kusifu tunasifu siku zote na kuabudu siku zote. Watu wa Mungu wanaangamia kwa kukosa nini? Maarifa ya Mungu. Kwa hiyo kukosa kujua maarifa ya Mungu ndio uangamivu wa mtu. Maarifa ya Mungu ni ile kweli. Yesu Kristo alikufanya nini miaka 2000 iliyopita pale msalabani? Alipokufa kwa ajili yako wewe, nini kitokea? Ulisamehewa, uliwekwa mbali na laana, ulihesabiwa kuwa mwenye haki. Hiyo ndio kweli ambayo shetani ibilisi hataki ujue. Hataki ujue siri iliyoko kwenye damu ya Yesu Kristo. Hataki ujue siri iliyoko kwenye jina la Yesu Kristo. Hataki ujue utendaji wa Roho Mtakatifu kwenye maisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Ila katika